yatakithiri mno katika nchi yetu, na masingle mother watakuwa wengi katika nchi yetu, na dada yangu na dada yako na binti yangu na binti yako, hatimaye iko siku watakuja kuiga upumbavu kama huo. Kama hili halitoshi, nina taarifa katika simu yangu vile vile. Moja ya mabinti wa Kiislamu ambaye ni maarufu na aliolewa na mtu maarufu, sitaki kuwataja majina watu, aliwahi kuachika na akaandaa usiku wa talaka, tukio ambalo limesimamiwa na moja ya hawa waigizaji wa filamu. Maneno yaliyosemwa humo, ndugu zangu, ni kufuru tupu. Maneno yaliyosemwa humo, ndugu zangu, ni kufuru tupu. Ili mujue ya kuwa haya mambo ni mambo ya kishaitani, wala sio mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ninanukuu baadhi ya sentensi ya mashoga machost wa huyu dada baada ya kuandaliwa usiku wa talaka. Anasema, leo tutakula, tumealika watu wengi, wacheze, wanywe na wale kwa kadri watakavyojisikia. Pia wamevalia sare na vijora vya kishikaji. Wapambe, sikiliza maneno ya wapambe. Anasema ya kuwa tunataka mwenzetu aendelee kufanya umalaya. Tumemgomboa mwenzetu ili aendelee na umalaya. Sasa mimi leo sina haja kunukuu mengi ya hawa, lakini nataka nikwambie kwa mujibu wa Uislamu, usiku wa talaka nginja ni haram, ni kufuru. Na moja kwa moja nikwambieni ya kuwa, tambueni, fahamuni, jueni ya kuwa hakika ya ndoa ni ibada, na ndoa ni taa. Ndoa ni sunna ya manabii na mitume wote. Ndoa ni sunna ya bwana mkubwa, bwana wa manabii na mitume wote, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndoa ni nembo ya watu wema na sio vinginevyo. Ndugu zangu, dada zangu, wazee wa talaka nginja, hamjui ya kuwa kama mna chembe ya iman, kama kweli nyinyi ni Waislamu, hamjawahi kusikia mtume wenu, mwalimu wenu, mtetezi wenu siku ya Kiyama, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akisema ya kuwa ndoa ni nusu ya dini. Katika hadith iliyokuja katika silsilatu sahiha ukurasa wa 625, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, atakayeoa au akaolewa, huyo hakika amekamilisha nusu ya dini yake.
falyattaqillaha fi nisfi albaqi, basi na aendelee kumcha Allah katika nusu iliyobakia. Mnafurahia kudrop, kushuka, kuporomoka kwenu kidini. Ndoa ni nusu ya dini, na ndoa ikivunjika, muhusika kama alikuwa juu anashuka, anaporomoka, kwa sababu ametoka katika nusu ya dini, anarudi katika ubachela. Hilo linahitaji shangwe na vigelegele kwa wenye akili, au linahitaji huzuni na masikitiko? Ndoa ni utulivu. Dada zetu, mama zetu, mnaojifanya mmedata na kujizima data, hamjawahi kusikia Mola wenu aliyewaumba ndani ya Qur'an akisema ya kuwa ndoa ni utulivu, na kuvunjika kwa ndoa ni kutoweka kwa utulivu, na mtu kutoweka kwake kwa utulivu, utulivu wake kutoweka, hilo linahitaji furaha, linahitaji kuhuzunika. Baba yetu Adam alayhi salam, sote tunajua ya kuwa maisha yake kwa muda mrefu yalikuwa mbinguni. Ameumbiwa mbinguni, aliishi mbinguni, alikuwa hana stressi zozote huko mbinguni, alikuwa anakula bure vyakula vya maana, anakunywa bure vinywaji vya maana, analala pahala pazuri pa maana. Alikuwa anaishi pahala ambapo hakuna stress, alikuwa anapata kila anachokitaka. Lakini Allah katika suratul A'raf aya nambari 189 anatuambia, licha ya Adam kuwa anapata kila anachokitaka, na licha ya kuwa Adam alikuwa anaishi maisha mazuri na maisha bora nambari 1, bado Adam alayhi salam alikuwa hana utulivu na alikuwa ana mapungufu. Twende katika suratul A'raf aya nambari 189. Msikilize Allah anasemaje: huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida, yeye Allah ndiye aliyewaumba kutokana na nafsi moja, Adam. Waja'ala minha zawjaha, kisha Adam akamjalia mwenza, kwa sababu mwanaume hapaswi kuwa na upweke, hal kadhalika mwanamke hapaswi kuwa na upweke. Wanaume na wanawake tunategemeana. Mwanaume anahitaji mwanamke bora, mke bora kuliani kwake. Hal kadhalika mwanaume anahitaji mwanaume bora, mume bora kuliani kwake. Single mother na single father ni majanga matupu katika Uislamu. Allah anatuambia, na akajalia mwenza wake, mke wake, barafu wa moyo wake, utulivu wake, Hawa alayha salam, kutoka katika ubavu wake. Kwa nini ya Rabb ulimuumba Hawa? Kwa nini ulimuumbia baba yetu Adam mwenza, mke, mshirika katika maisha? Kwa nini? Liyaskuna ilaiha,
aya iko wazi kabisa, ili Adam apate utulivu. Wewe mtoto wa mjini, jiulize swali. Adam alikuwa anaishi mbinguni, hana noma wala kokoro, maisha bora, kula bure, kunywa bure, kulala bure, hamna stress, hamna magonjwa, hamna bakteria, hakuna machafu, anaishi na malaika kwa taarifa yako. Lakini Allah akasema bado lazima apate mtu wa kumliwaza. Kuwa na vitu sio sababu ya kuliwazika. Kuwa na vitu sio sababu ya kuliwazika au kuwa na utulivu. Mke babu ndio mpango mzima. Mke babu ndio mpango mzima, na mume babu ndio mpango mzima. Kama hili alitoshi katika suratu Rum aya nambari 21, Allah anatuambia wanaume wote, kwa nini ametuumbia wake? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na katika alama zake Allah, na katika ishara zake Allah, na katika aya zake Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni pale alipokuumbieni kutoka katika nafsi zenu wenza wake. Mwanaume ni kurwa na mkewe ndiye doto wake, na kurwa na doto ni damu damu, na kurwa bila ya doto hana utulivu, na doto bila ya kurwa hana utulivu. Sasa Allah anasema miongoni mwa ishara zake, alama zake, aya zake ni pale alipokuumbieni kutokana na nafsi zenu wenza wake. Lengo ni nini ya Rabb? Litaskunu ilaiha, ili nyinyi wanaume wote duniani mpate kutulia. Mwanamke ndio kitulizo cha mwanaume. Mwanamke ndio kiburudisho cha mwanaume. Mwanamke ndio kipozeo cha mwanaume. Halikadhalika mwanaume ndio kitulizo cha mwanamke. Mwanaume ndio kipozeo cha mwanamke. Ni watu wawili wanaotegemeana ili mupate kutulia. Kisha angalieni mapenzi ya dhati, mapenzi OG. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Baada ya kukuumbieni wenza na wake washirika katika maisha yenu, akashusha Allah kutoka kwake mawadda, mapenzi ya dhati, wa rahma, na huruma ya dhati baina yenu. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo yote ni ishara tosha, alama tosha, aya tosha kwenye akili ya kutafakari. Baadhi ya maulama wanasema Allah alimuumba mwanamke wa kwanza Bibi Hawa kutoka katika ubavu wa juu wa kulia mwa mwanaume. Wengine wakasema hapana, Hawa ameumbwa kutoka katika ubavu wa juu wa kushoto mwa mwanaume. Wakasema kwa nini Allah alilenga upande wa kushoto? Kwa sababu upande wa kushoto kuna moyo. Maana yake mwanamke ametolewa karibu na moyoni mwa mwanaume ili aushike moyo wake na amtulize
kitulizo cha hali ya juu. Lakini leo dada zetu wanaojifanya wamedata na kujizima data, hilo hawalioni, na wanaona wao wanakomoa wanaume, ili hali wamesahau ya kuwa mwanamke kweli kweli ni yule ambaye nyuma yake kuna kidume, mbele yake kuna kidume. Mwanaume ndo simba wa mwanamke, mwanaume ndo mlinzi wa mwanamke, mwanaume ndo komando wa mwanamke. Mwanamke aliyekosa mume hata saa 4 usiku kutembea peke yake hawezi, na nginja wao amke saa 7 usiku aende hospitali Temeke akamzuru mgonjwa, atamwamsha mtoto wake wa miaka 4. Maumbile yenu ni dhaifu, maumbile yenu nyinyi ni wanyonge, maumbile yenu nyinyi ni nyanya. Mnahitaji mtu strong awe pembezoni mwenu, lakini leo mnajifanya wazungu. Yes, single mother, sina pressure wala sina matatizo. Ufunguo wa gari kaushika mkononi, ufunguo wa kishikaji, kigari chenyewe cha mkopo cha riba. Mwaka ukipita atakuja kupelekwa mahakamani na riba yake. Shoga, sijapungukiwa na chochote, na kigari changu na nyumba yangu. Maisha yanaenda, maisha yaendi, yamerudi nyuma. Unakwenda kinyume na maumbile aliyoyateremsha na kuyaumba Mola, kama wewe kweli unamkubali Mola. Kusherehekea talaka ni kufuru, kwa sababu ndoa ni neema, na kuondoka kwa neema ya ndoa ni msiba mzito, na ndoa ni dini. Ndoa ni nusu ya dini. Kama Allah kaandika ndoa kuvunjika, maana yake nusu ya dini imevunjika, na maana yake neema kubwa kabisa ya Mola imeondoka. Hilo halihitaji sherehe kwa wanawake wenye kujitambua, wenye haya, wenye aibu, wenye chemba cha imani. Wanaficha hata wakiachika. Nisameheni niseme, mashangingi ndio wanaoshangilia talaka. Nisameheni sana kwa hilo, kwa sababu shangingi bado ni neno ambalo tafsiri yake kamili haliwezi kupatikana, ni maneno tu. Allah anasema, sasa nataka nikupeni ushahidi ndani ya Qur'an ya kwamba kuna watu wanakufuru neema za Allah. Kuna kitu kinaitwa kufru neema, kukufuru neema, na wengi tunakufuru neema za Mola, wengine kwa kujua na wengine kutojua. Kipi sasa na ni yapi? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqani bimaqami amiril anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kuna watu siku zote wanakufuru neema za Mola wao, wengine maskini wa Mungu kwa kujua na wengine kutojua. Sikiliza sasa Allah anasemaje katika suratu Ibrahim aya nambari 28 hadi 29. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra, hivi hukuwaona wale waliobadilisha neema ya Allah kwa kukufuru?
Hivi hujawaona wale waliobadilisha neema za Allah kwa kukufuru? Waliobadilisha neema za Allah kwa kufuru. Wa ahallu qaumahum daral bawar, na wakawafikisha watu wao, na wakawafikisha watu wao kwenye nyumba ya maangamizi. Nyumba gani hiyo ya Rabb? Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar, ni nyumba ya Jahannam hiyo, na ni maovu yaliyoje makazi hayo. Allah anasema wale wanaobadilisha neema zake kwa kufuru wanajichochea kwa moto na kuwaandalia wenzao na kujiandalia wao wenyewe makazi ya maangamizi siku ya Kiyama. Kisha akasema makazi hayo ni makazi ya moto wa Jahannam, na humo ni pahala pabaya mno kukaa. Sherehe za usiku wa talaka maarufu kama talaka nginja nginja ni laana tupu. Narudia, talaka, usiku wa talaka, talaka nginja nginja ni laana tupu. Hayo kayasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Sahihul Jami' nambari 2810. Bwana Mtume anasema sauti mbili zimelaaniwa duniani hadi akhera. Sautani mal'unani fi dunya wal akhirah, sauti mbili zimelaaniwa duniani hadi akhera. Sikiliza sauti ya kwanza, mizmarun inda ni'ma, kupiga firimbi, kupiga mzumari, kupiga shangwe na vigelegele, kupiga shangwe na vigelegele, kupiga shangwe na vigelegele, kusherehekea sherehe yoyote ambayo Allah na mtume wake hawaitambui. Na kuulizeni, usiku wa talaka uliobuniwa na baadhi ya dada zetu, ndani yake watu wanakunywa pombe, ndani yake wanawake wanavaa vijora na sare maua, wanakatika, wanabinduka, wanatikisa, na miziki inapigwa, na Allah ndiye anajua usiku ule kama utapita salama. Masharobaro hawatojipenyeza, Allah ndiye anajua zaidi. Kusherehekea kuondoka kwa neema, kusherehekea kuvunjika kwa ndoa ya Kiislamu, ndoa ya Kiislamu ambayo ni ibada, ndoa ya Kiislamu ambayo ni taa, ndoa ya Kiislamu ambayo ni sunna, ndoa ya Kiislamu ambayo ni nusu ya dini, huko ni kukufuru. Bwana Mtume anasema sauti mbili zimelaaniwa duniani hadi akhera. Sauti ya kwanza, mizmarun inda ni'ma, kupiga firimbi, kupiga mzumari, kupiga shangwe na vigelegele, kupiga shangwe na vigelegele, kusherehekea sherehe ovu, sherehe ambazo ni kinyume na sharia za Allah na Mtume Muhammad
sauti hizo zote zimelaaniwa. Sauti ya pili, warannatun inda musiba, na kupiga mayowe pindi msiba unapotokea. Kwa sauti yoyote ya kusherekea, firimbi, miuzi, shangwe na vigelegele, kusherehekea jambo ambalo ni haramu, sauti zote hizo zimelaaniwa. Na kupiga mayowe pindi utakapofika, tutakuwa wageni wa nani? Basi sisi tumekwisha, sisi tena hatutokula, tutapata tabu duniani. Sauti hizi mbili zimelaaniwa, laana kutoka mbingu ya saba. Wanasherekea bila kujua sherehe hizo zimeshushiwa laana kutoka mbinguni. Sikilizeni nyinyi wanawake mliodata na mnaojizima data. Sikilizeni nyinyi wanawake wenye kushadidia talaka. Sikilizeni nyinyi wanawake wenye kushadidia talaka. Nataka nisome kwa sauti ya chini. Mtume Muhammad anakuambieni, kudai kwenu talaka kutawapelekea kukosa pepo. Sikiliza hadithi sasa hiyo. Sikiliza maneno ya Mtume Muhammad katika Sahihu Tirmidhi, hadithi nambari 1187, na katika Sahihu ya Abi Daud, hadithi nambari 2228. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, tena anawasemesha kina mama, tena wale waliodata na kujizima data, anasema, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqa fi ghairi ba'sin, mwanamke yeyote atakayemuomba mume wake talaka pasina tatizo lolote la kisharia, mume haswali, ni mlevi, anakula drugs, hana dini, mshirikina, shirki na yeye na shirki, sababu za kisheria, mwanamke yoyote atakayemuomba mume wake talaka pasina sababu za kisheria zilizowekwa na Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faharamun alaiha raihatul janna, mwanamke huyo ni haramu kwake hata kunusa harufu ya pepo. Sikilizeni statement, hajasema hatoingia peponi, anasema hata harufu anasema hata harufu ya pepo ataisoma namba. Mwanamke yoyote atakayemuomba mume wake talaka pasipo na sababu zozote za kisharia, sharia ya dini, mwanamke huyo ni haramu kwake kunusa hata harufu ya pepo. Hayo kayasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi nyingine anasema, wa inna rihaha la yujadu fi masirati 500 am, na ili mtu anuse tu harufu ya pepo sharti atembee mwendo wa miaka 500 ndo utaipata harufu ya pepo. Message sent kwa wazee wa nginja wanaotaka talaka na wasiotaka ndoa. Hadithi hii iwe ni message tosha kwa wazee wa nginja wanaotaka talaka na wasiotaka ndoa.
Wanaume ndio wale wale, lakini wao sasa hivi wanakuambia wanaume wote ni mbwa, wote hawafai. Baba yake mzazi ndani huko mbwa pia, na mtoto wa mbwa ni mbwa, kwa hiyo na yeye ni mbwa kwa sababu kazaliwa na mbwa. Hawataki tena kuolewa. Usingle mother ndio mpango mzima sasa hivi katika nchi hii. Jiulizeni wanafanya nini katika umoja wao feki wa usingle mother, wanafanya nini? Je, isije ikawa mmekimbia ndoa alafu mmekuwa kama toilet public au public toilet, choo cha jamii, kila mtu anakalia, anashusha habari zake, anaondoka. Msije mkawa hivyo. Msije mkawa mnakataa ndoa alafu mnabadilisha wanaume kama mnavyobadilisha sketi na blouse. Na mkiwa hivyo, hakika mmekuwa ni zaidi ya public toilet, zaidi ya choo cha jamii. Kila mtu anakalia humu ndani, mwenye bakteria twende, mwenye fungus twende, mwenye ukurutu twende, mwenye gono twende, mwenye kisonono twende, mwenye ukimwi twende. Na mtadhalilika na mtakufa vifo vibaya kwa sababu mmekataa kheri ya ndoa, mkachagua shari za uchafu wa zinaa. Sikilizeni mnaofurahia kuwa, sikilizeni mnaofurahia, sikilizeni mnaofurahia kuwa masingle mother, sikilizeni mnaokimbilia kujiachisha katika ndoa zenu, sikilizeni mnaojivua katika ndoa zenu. Je, hamujui ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amekuiteni wanafiki, wanawake wanaokwenda mbio kuvunja ndoa zao, kujivua katika ndoa, kujinasua katika ndoa, kujiachisha katika ndoa, kisa na mkasa mashoga na mashosti zao wote ni masingle mother na mambo yao ni super. Bwana Mtume Muhammad amewaita ni wanafiki. Hapa ni dalili babu, tunazungumza kwa qala Allahu na qala Rasulullah. Wapi sasa Bwana Mtume kawaita wanafiki? Nenda katika sahihu ya al-Imam at-Tirmidhi, hadithi nambari 1186. Nenda katika sahihu at-Targhib wa at-Tarhib, ukurasa wa 2018. Vitabu hivyo ya kwamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal, ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, wa innal mukhtali'ati wal muntazi'ati hunna al munafiqat. Na hakika ya wanawake, na hakika ya wanawake wanaopenda kukimbilia kujivua katika ndoa, wanaopenda kukimbilia kujitoa katika ndoa, hao ni wanafiki, kasema Mtume Muhammad. Mimi nimenukuu tu. Kwa hiyo kama mna hasira, mkasirikieni Mtume Muhammad kama mtaweza. Kisha akasema, wama min imra'atin
wama min imra'atin tas'alu zawjaha at-talaqa fi ghairi ba'sin, na hakuna mwanamke yeyote yule atakayemtaka mume wake talaka bila ya sababu za kidini, bila ya sababu za kisharia, sharia ya Allah na Mtume Muhammad, fatajidu raihatal janna, mwanamke huyo akawa ni mwenye kupata harufu ya pepo. Na hapo khutba hii niifanye kuwa ni Ijumaa 2 mfululizo, naomba nihitimishe kama ifuatavyo. Na hapo naomba niweke wazi jambo moja, ili jamii ya Kiislamu isichukue tofauti mafundisho ya Uislamu. Ndoa ya Kiislamu sio jela. Ndoa ya Kiislamu sio gereza. Ndoa ya Kiislamu sio mateso. Ndoa ya Kiislamu imejengwa kwa misingi mikuu mitatu. Msingi wa kwanza kuishi kwa wema. Msingi wa kwanza kuishi kwa wema na ihsan. Msingi wa pili mawadda, mahabba moto moto, na msingi wa tatu huruma. Na kama hivi vyote vitakosekana, mke na mume wakashindwa kuishi kwa wema na ihsan, wakashindwa kuishi kwa mapenzi na huruma, ikibidi ndoa ya Kiislamu ruhusa kuvunjika, lakini kwa misingi ya sharia, kwa vigezo na masharti ya sharia, sio kwa akili zao zilizodata na kujizima data. Mashekhe, makadhi, maulama wa Kiislamu wakithibitisha ndoa hii misingi yake yote imekosekana, na hapa hakuna maelewano, ndoa ya Kiislamu inatakiwa ivunjwe, sio gereza. Lakini sasa ikishabidi kuvunjika kwa sababu hakuna budi, malengo ya ndoa hayatimii, ndoa si raha tena, ni huzuni, si furaha tena, ni shida na mateso. Ikibidi, Uislamu umeweka mlango wa kuachana kwa wema, na sio kwa nginja, na sio kwa vijembe, na sio kwa kukomoana. Mbona sisi wanaume hatufanyi hivyo? Umeshawahi kumwona mwanaume kwa kuachana na mkewe akaandaa na yeye talaka nginja, akawaita wanaume wenzake, wanawake, mna shida gani? Mnajitangazia uhuni kwamba sasa niko single mother, mwenye kubib mtapokea haraka simu yake. Ndoa ya Kiislamu, ndugu zangu, ikibidi maelekezo ya Qur'ani, sikilizeni Suratul Talaq aya nambari 2. Allah anasema faamsikuhunna bima'rufin au fariquhunna bima'ruf. Ikishindikana, ikiwezekana,
muwashike wake zenu, muwahendo wake zenu, muwaweke juu ya vichwa vyenu, muwalee kama watoto, muwalee kama malikia. Imeshindikana, muachane nao kwa wema, na sio kwa uhasama wala uadui wala fujo wala vijembe wala upashukuna. Na katika suratu Al-Baqara aya nambari 229 Allah anasema ndoa ya Kiislamu ni moja ya mawili, fa imsakun bima'ruf, ama ni kuishi kwa wema, kukaa kwa wema, au tasrihun biihsan, au kuachana kwa wema na ihsani. Bali maelekezo ya Mola na Muumba katika sura ya pili Al-Baqara aya nambari 237, na hata mkiachana msifanyane uadui wala uhasama wala ubaya ubwela, udugu umala. Uislamu umekataa hilo. Quran Al-Baqara aya nambari 237 Allah anasema wala tansawul fadla bainakum, na wala msisahau fadhila, ihsani na mema na mazuri baina yenu. Inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika ya Allah juu ya yale mnayoyafanya ni mwenye kuona. Wanawake, na hapa nataka nitoe statement kidogo ngumu sana. Sikilizeni statement ngumu kidogo. Wanawake wanaoshadidia talaka, wasiosikia la Mungu wala mtume, wasiosikia mswalie mtume, wanaohitaji talaka nginja kwa udi na uvumba, wanaotamani usingo madha, wanaotamani kujiunga na vikundi vya masingle madha, wanaokaa mstari wa mbele kutaka kuvunja, kujivua, kujiondoa katika ndoa ya Kiislamu, hao ni watumishi wa shetani. Shekhe, mswalie mtume. Shekhe, nasema Allahumma salli wa sallim wazid wa barik alayhi. Na mimi nakwambia na wewe mswalie mtume. Nazungumza kwa dalili babu, na hapa ndipo tutakapoishia, na hii ndio itakayokuwa hotuba yetu ya wiki ijayo. Sikiliza sasa nondo hizo. Al-Imamu Muslim anapokea hadithi katika kitabu chake, hadithi nambari 5023. Hadithi hii ni nzito sana. Hadithi hii inatuambia Iblis baba lao, baada ya kufukuzwa kutoka mbinguni, ardhi ya Allah ni kubwa, hakuna anayejua square mita za ardhi za Allah. Anaishi wapi sasa hivi? Yuko Bongo, yuko China, yuko Marekani, yuko wapi? Bwana Mtume amejibu, amesema amejenga arshi yake katikati ya bahari. Sikiliza, na hapo ndipo tutakapoishia. Bwana Mtume anasema Bwana Mtume anasema inna iblisa yadau arshahu ala alma, hakika ya Iblis amejenga
arshi yake juu ya maji. Hadithi nyingine katika Musnad al-Imamu Ahmad, maji yenyewe kayaweka wazi, sio ziwa, sio mto, sio swimming pool, kasema juu ya bahari. Kwa lugha ya Temeke amekunja nne, anakula kuku kwa mrija. Ni babu. Fikiria, Adam kaondoka duniani ana umri zaidi ya miaka 1000 zaidi, na Adam kaumbwa akamkuta Ibilisi yuko hai. Sasa tangia wakati huo mpaka leo ana miaka mingapi huyu babu? Na Qur'ani imemwambia utaishi wote, utakuwa mwisho kufa mpaka siku ya kufufuliwa. Karibia na kupigwa paragumu ndo utakufa. Kwa hiyo ameshazeeka na hanyanyui tena miguu akahangaika na mimi na wewe. Hatuna sisi kitu cha kumbabaisha yule babu. Sikiliza sasa, thumma yab'athu sarayahu. Bwana Mtume anasema hakika ya Iblis amejenga arshi yake juu ya maji, juu ya bahari, amekunja nne, anatuma vijana wake, maaskari wake kuja huku kwetu duniani kwa minajili ya kutaka kutupotosha, kutusababishia tutende madhambi maovu na machafu. faadnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitna. Hao vijana aliyowapa kibarua cha kuja kwetu ili kutupotosha, yule ambaye atakuwa anampa nyota kwenye bega lake ni kila ambaye atakuwa ana fitna nzito, yule atakayetutia wanadamu katika misukosuko mizito. Wakishafika, Bwana Mtume anasema wanafunga foleni, wanatoa ripoti kwa bwana mkubwa. Fayajiu ahaduhum, anakuja mmoja wao, anatoa ripoti na saluti juu kwa bwana mkubwa wa Iblis katikati ya bahari. Anasema nini? Fa'altu kadha wa kadha, leo masaa yote haya nimefanya kadha wa kadha. Anamwambia ma sana'ta shay'a, kaa pembeni. Masaa yote kazi uliofanya kwa wanadamu ni kazi hii tu. Anakuja mwingine anatoa ripoti, anamwambia kaa pembeni. Kisha anakuja mwingine, thumma yaji'u ahaduhum, kisha anakuja mwingine, fayaqul, atasema, na huyu ndiye atakayemtangazia uchawa kwamba wewe kuanzia leo utakuwa chawa wangu, mkono wangu wa kulia, na atampa nyota na atampa dole. Ni yupi na ni yapi na kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri na yapi aliyoyasema Bwana Mtume Muhammad, na wapi napata ushahidi ya kuwa wanawake wanaoshadidia kuachika na kujivua katika ndoa pasina sababu za kidini, pasina sababu za kidini, ni watumishi wa shetani. Ila aljum'ati alqadimati insha Allah, tukutane hadi Ijumaa ijayo akipenda Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila, ruddana ila alqur'ani raddan jamila, ruddana ila as-sunnati raddan jamila. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم واهد بناتنا، اللهم واهد نساءنا، اللهم واهد رجالنا، اهدنا جميعا إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.